Karibu sana katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Tafakari yetu ina kichwa kinachosema mtazamo wako ndio unaoamua aina ya maisha utakayoishi. Kwa kama unataka mabadiliko na unataka maisha fulani, siri iko katika kubadilisha mtazamo wako. Ni mimi Mwalimu Peter nakukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Mtazamo wako ndio unaoamua aina ya maisha utakayoishi. Akili yenye mtazamo asi itaona makosa katika kila jambo, lakini akili yenye mtazamo chanya itaona fursa katika kila hali. Katika maisha, si kila mtu huona jambo kwa namna ile ile. Watu wawili wanaweza kukutana na mazingira yanayofanana kabisa, lakini mmoja akaona mwisho wa safari, wakati mwingine akaona mwanzo wa mafanikio. Tofauti haipo kwenye mazingira, ipo kwenye mtazamo wa akili. Wapo watu ambao hata wakibarikiwa bado wanaona sababu za kulalamika. Wakipewa nafasi huona vikwazo, wakisaidiwa huona mapungufu, wakisifiwa huona kasoro. Sio kwa sababu hakuna mema katika maisha yao, bali kwa sababu akili yao imezoea kutafuta makosa kuliko kutambua neema. Kwa upande mwingine, mtu mwenye mtazamo wa matumaini haishi kwa kupuuza matatizo. Anatambua kuwa changamoto zipo, lakini hachagui kuzifanya kuwa ndio mwisho wa maisha yake. Badala yake hujiuliza, ninaweza kujifunza nini katika hii changamoto? Mungu anataka kutufundisha nini? Fursa gani imejificha ndani ya hii hali ninayopitia? Hayo ndio maswali ambayo mtu anayewaza chanya huwa anajiuliza anapopita katika nyakati ngumu. Halalamiki wala hawazi kwamba anaonewa, bali siku zote hujielekeza katika kuona kitu ambacho Mungu anamfundisha au kuna fursa gani katika jambo analopitia. Shetani mara nyingi hujaribu kubadilisha mtazamo wako kabla hajakushambulia katika maeneo tofauti tofauti ya safari ya maisha yako, akikufanya uamini kwamba kila mtu ni adui kwako. Utaishi kwa mashaka. Akikufanya uamini kwamba kila changamoto ni laana, utaacha kupigania ndoto yako. Mungu siku zote anatualika kutazama maisha kwa macho ya imani, si kwa macho ya hofu. Maisha yako usiruhusu mtazamo asi ukuibie baraka ambazo Mungu ameziweka mbele yako. Badala ya kuuliza kwa nini hili limenitokea, jaribu kuuliza Mungu anataka nifanye nini kupitia hali hii. Swali hilo linaweza kubadili maisha yako kabisa. Nitimishe namna hii. Maisha hayatabadilishwa kwanza na mazingira, bali na mtazamo wako. Mtu mwenye akili iliyojaa lawama ataona makosa katikati ya baraka, lakini mtu anayemtegemea Mungu, kwa lugha nyingine anayewaza chanya, ataona fursa hata katikati ya changamoto. Kumbuka, usiombe maisha yasiyo na changamoto. Omba Mungu akupe macho ya kuona fursa,
ndani ya kila changamoto, hekima ya kuchukua hatua sahihi, imani ya kuendelea hata pale ambapo wengine wamekata tamaa. Mara nyingi mlango wa kesho hufunguliwa na namna unavyoitazama changamoto ya leo. Mungu akubariki sana. Nenda kafanikiwe.